الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على من قال يا رب لا أسألك عن نفسي ولا أمينة التي ولدتني ولا حليمة التي أرضعتني إنما نسألك عن أمتي لا أرضى واحد من أمتي في جهنم. قال الله يا غالي الهم ما أشفكك على هذه الأمة أمتك خلق ضعيف وأنت النبي الشريف وأنا رب اللطيف فكيف يضيع الضعيف بين الشريف واللطيف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحييكم بتحية الإسلام، التحية الذي أولها أمان وأوسطها رحمة وهي سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, leo nataka kuzielezea barua mbili ambazo zilitumwa kwa viumbe ambao sio wanadamu. Barua mbili ambazo zilitumwa kwa viumbe ambao sio wanadamu. Na wewe ukifuata utaratibu huu aliotumia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya barua mfano wa ile aliyoandika mtume wa Allah tabaraka wa taala na barua nyingine aliyoandika Umar al-Faruq, ni jinsi gani ambavyo wewe unaweza ukafaulu na kufika katika malengo makubwa sana katika maisha haya ya kilimwengu na kila kitu kikawa chini ya amri yako. Enyi ambao mna matatizo, enyi ambao mna dhiki na ulimwengu, enyi ambao dunia hii imekuegameni, dunia imekukalieni vibaya, maisha imekuwa ya dhiki, kila mnachokifanya hakiwi. Sikilizeni haya maneno ninayoyasema, mkayafanyie kazi kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, kila kitu kitakwenda kuwa ni chepesi. Mitihani mizito ambayo mnayoipata inayotokana na mashaitani, inayotokana na wanadamu, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala Mwenyezi Mungu ataleta khair. Barua ya kwanza ambayo tutaizungumza mada itakayofuata ni ya mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoiandika kupeleka katika nyumba ya Abu Dujana, aliyelala usiku. Baada ya kulala usiku wa manane akashtuka kwa mivumo, ngurumo mfano wa ngurumo za radi, hivyo usingizi ukamwisha. Lakini baada ya kunyanyuka anatazama katika paa pembezoni mwa nyumba yake, akaona kivuli kikubwa mno cha kiumbe ambaye hakupatapo kumuona katika maisha yake. Abu Dujana aliposogea katika ukuta ule na kupapasa na kushika, akajikuta amekamata kiumbe au ngozi ya kiumbe wa ajabu mno. Hii nitaielezea, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaandika barua, ambayo barua hiyo ilikwenda na ikawa ni moto, ikawaunguza majini, ikawaunguza wale hizib ambao wanakaa katika majumba ya watu na wengineo mashaitani wanaokaa katika majumba ya watu. Barua hii unaitumia vipi katika mwili wako wewe mwanadamu ambaye una maradhi yaliyokwisha kushindikana? Maradhi yameshindikana ya kijini, majini hawatoki katika kiwiliwili chako. Mahadimu sihiri, wale majini wa kichawi, kutokana na marogo mliorogwa au hasadi mlizopigwa, mmehangaika mashariki, kusini, kaskazini, magharibi, lakini marogo hayo hayatoki kutokana na anuwai za mahadimu wa mashaitani waliobeba roho hiyo. Barua ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukiipata ukaitumia kwa maelekezo tutakayokupa, itakuwa ndio mwisho wa maradhi hayo. Kama ni katika nyumba hailaliki, nyumba ina mambo mazito, nyumba ina mitihani, riziki imekuwa haingii ndani ya nyumba mpaka ile ulionayo iishe. Watu wanaumwa sana wakiingia katika majumba yao. Mtu akiingia ndani ya nyumba yake ndo maradhi yamekuwa mengi. Watu wanaumwa, akiumwa baba ataumwa mtoto, akiumwa mtoto ataumwa mke, akipona huyu anaanza yule, ilibali mitihani mpaka kilichopo ndani chote kishe ndo kinapatikana kingine. Hii ni barua ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Abu Dujana, na mashaitani walikuwa wameingia katika nyumba yake. Ikhwan, ndugu zangu Waislamu, leo nataka kwanza tuzungumzie barua. Kabla hiyo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nataka tuzungumzie barua ya Umar al-Faruq juu ya mto Naili, au barua iliyoandikwa kwa kiumbe ambacho sio mwanadamu, yani mto wenye kutiririka maji
uliandikiwa barua. Barua hiyo iliandikwa kipindi gani? Iliandikwa kipindi ambacho baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufariki. Ikaja zama za Abu Bakar. Baada ya Abu Bakar kufariki, akaja Umar al-Faruq, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab alifanya mambo mengi. Kisikilize kisa hiki kwa masikio ya moyo, sio masikio ya kawaida. Umar al-Faruq alifanya mambo mengi katika kuweka Uislamu ukawa na nguvu na power. Lakini miongoni mwa mambo ambayo tunakwenda aliyofanya, alifanya fathi au alifanya fathu au alifanya ufunguzi katika ardhi ya Misri. Alikwenda kuikomboa Misri kwa watu waliokuwa wakimshirikisha Allah tabaraka wa taala, kwa majeshi ya watu zaidi ya 30,000 na kuendelea. Wazee wa Misri walikaa kikao baada ya kuona kundi kubwa la jeshi linakuja linaloongozwa na Umar al-Faruq. Wakakubaliana kwa jeshi lile hawawezi wakapigana na Umar al-Faruq. Wakakubaliana ni bora wafanye sulhu, wajue Umar al-Faruq au Umar ibn Khattab anataka nini, baada hapo waingie suluhu, maisha mengine yaendelee, wasimwage damu. Baada ya kuwa wamekubali hilo, Umar al-Faruq akawaambia kwamba hakuna jambo jingine isipokuwa ni kusema la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, watu wote watakuwa salama. Viongozi na vigogo wa Misri kipindi hicho wakatamka kalima hiyo. Ikafikia mahala na waumini wao au wananchi wao wakatamka kalima hiyo. Umar al-Faruq akamweka Umar ibn Asi kuwa ni gavana katika ardhi ya Misri ili amwakilishe yeye akiwa katika ardhi ya Madina. Umar ibn Asi akaanza kutawala ardhi ya Madina. Mengi katika mengi aliyokutana nayo na changamoto kuziweka sawa, haki kusimama kama haki na batili kuondoka. Miongoni mwa batili alizoziondoa, alikuta watu wa Misri wana kaida moja, wana utaratibu mmoja. Kazi yao ilikuwa wao kila mwaka unapopinduka, kila mwaka unapofika, wanamchukua binti kigori, binti mrembo, binti ambaye bado ndo ni kigori aliyevunja ungo. Wanamchukua binti huyo, baada ya kumchukua wanampamba vizuri sana. Ni mfano wa mtu anayetaka kuolewa. Wakishampamba wanamvisha nguo za thamani, wanamvisha dhahabu, vitu vizuri vizuri, vito vizuri vizuri. Baada ya hapo wanambeba huku wakipiga nyimbo zao za asili, wanampeleka mpaka pembezoni mwa mto Naili, wanatambikia pale. Wakishatambikia wanamdumbukiza yule mtoto akiwa hai, yule mtoto anakufa. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu walikuwa wakiamini, wakiweka itikadi ya kwamba kwa kuua watoto wadogo wa kike mto Naili hautokauka maji. Na kweli, kwa sababu imani yao ilikuwa hivyo na Mungu alikuwa akiwapeleka hivyo hivyo. Kila ikikaribia mwisho wa mwaka maji yanaanza kupungua. Wakifanya tukio hilo, basi maji yanaongezeka na kuwa mengi. Umar ibn Asi akalikataza jambo hilo. Wazee wa Misri wakamtahadharisha, wakamwambia tusipolifanya jambo hili basi inaweza ikafikia mahala maji yatakauka. Maji yakikauka, sisi tunategemea kilimo cha kumwagilizia. Lakini sio tu kilimo cha kumwagilizia, tunategemea kunywa. Haya maji ndio maisha yetu watu wa Misri. Haya maji yakikauka tutaishije? Umar ibn Asi akasimamia haki na batili kuondoka, akalikataza jambo hilo. Allah tabaraka wa taala ameumba mitihani, ana kawaida ya kuwapima watu. Akampima kwanza Umar ibn Asi pamoja na watu wanaoongoza. Mwaka wa kwanza baada ya tukio hilo kutokufanyika, maji yakapungua. Mwaka wa pili maji yakakauka kabisa. Watu wakawa hawali tena kwa sababu chakula kikawa kichache, mavuno yakawa madogo kwa sababu wanategemea sana mto Naili kumwagilizia vyakula vyao. Lakini haitoshi, maji ya kunywa safi na salama yakakosekana. Watu wakawa wanakunywa maji ambayo usalama wake ni mdogo. Magonjwa ya milipuko yakaanza, watu wakafa wengi sana. Mtihani mgumu aliopitia Umar ibn As katika uongozi wake. Lakini alifanya subra, inna Allaha ma'as sabirin. Mwaka wa 3 hali ilikuwa ngumu zaidi. Wakakusanyika viongozi wa Misri, aliwakuta mwanzo. Wakamfuata akamwambia Umar ibn As, tulikwambia toke awali kwamba watu watakufa sana, lakini watu watakuchukia wewe na dini yako. Hebu tuache katika hii mila yetu. Tushakubali Mungu ni mmoja. Tushakubali hapana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa Allah. Hebu turidhie hili la kuua hawa watoto ili maji ya mto Naili yaweze kuendelea kutoka. Umar ibn As alipoona jambo lile kwake limekuwa ni mtihani, akaandika barua kumfahamisha Umar ibn Khattab yale yaliyojiri katika ardhi ya Misri mwaka wa 3 wa utawala wake. Barua ilipofika kwa Umar ibn Khattab, naye akaandika barua mbili.
Barua ya kwanza akaandika kwa ajili ya kwenda kumpongeza Umar ibn As kwa kusimamia haki. Lakini barua ya pili ikaandikwa kwa ajili ya mto Naili. Angalia, barua inaandikwa kwa kiumbe kisichosema. Barua inaandikwa kwa mto ambaye ni ardhi imemeguka, maji yakawa yanapita, sehemu hiyo inaandikiwa barua. Ewe ambaye una matatizo katika nyumba yako, baada ya kusikia sehemu ya pili ya barua baada ya Umar al-Faruq ambayo ndo mada yake hii, itakapokuja mada ambayo tutazungumzia barua ya mtume kwa mashaitani na majini wanaoitwa khinsibu ambao wapo katika majumba ya watu, ndio utajua kwamba kuna barua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama itaandikwa ikaingia ndani ya nyumba yako, au ukaichukua wewe binafsi ukaitumia kwa matumizi ambayo tutaitoa itakapofika maudhui yake na mada yake. Hapo ndo utaona kwamba miujiza ya Allah tabaraka wa taala juu ya kauli na matendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na utathamini na kujua Uislamu ndio dini ya haki, kwa sababu ukipata barua hiyo inafanya mukhalafa, inawaunguza majini baktatan, inawaunguza majini, inaondoa ghafla, watake wasitake tena wanaweza kutoka wakikuomba msamaha na wakitaka radhi kwa wale waliofanyia. Enyi ambao mmeshindikana, enyi ambao mmehangaika, matatizo mmeshakata tamaa, inshallah suluhisho linakuja kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu yangu Muislamu, barua ya mtume walikuwa wanaandikiwa majini. Hii barua Umar al-Faruq anaandika kwa mto Naili baada ya kuwa umekauka. Ndugu yangu Muislamu, barua zikafika kwa Umar ibn As, akatangaza katika ardhi ya Cairo kwamba barua zimekuja, suluhisho limekuja la maji kutoka. Akasimama juu ya makundi ya watu, akawatangazia juu ya barua ya kwanza iliyokuwa ikimpongeza kwa kufuata haki, lakini barua ya pili ambayo ilikuwa imetumwa kwa ajili ya mto Naili, watu wakaanza kuzungumza kama vile ambavyo wengi mkiona clip hii mtaanza kuzungumza, ni vipi barua iandikwe iende sehemu alafu majini, mashaitani, wachawi, tena nyumba itakayoingia barua hiyo hata jirani yako pia ananusurika kutokana na vitimbi vya mashaitani, kutokana na vitimbi vya wachawi, atalala salama, atakuwa na amani barua ikifika katika nyumba yako. Angalia faida iliyoje, wewe uliweka barua hiyo ndani, lakini atanufaika mpaka jirani yako. Ndugu yangu Waislamu, baada ya hapo watu wakazungumza wengi, kama vile ambavyo nimesema hapo mwanzo, watu wengi hawatuamini ninalosema, lakini ngoja inshallah unitafute. Ukishatafuta kwa namba zinazopita hapo chini, alafu inshallah tuifanye utaratibu wa kupata hiyo barua, kuyanukuu aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye azungumzi kutokana na matamanio ya nafsi yake, isipokuwa ni wahi ambao anateremshwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, kigizo chetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barua ya pili ikabidi aondoke na makundi ya watu wakitaka kushuhudia. Wao walikuwa wanatupa mtoto, ndio mto Naili unaleta maji. Leo barua, mto kasomewe barua, watu wakaanza kuzungumza, vipi Umar ibn As kachanganyikiwa na kiongozi wake, kitu kisichosema, kisichosikia kikasomewa barua. Baada ya kufika pale Umar ibn As, watu wakanyamaza kimya, wanabaki wanamsikiliza. Umar ibn As akasema maneno yafuatayo, ambao maneno hayo yalikuwa yameandikwa katika ile barua. Maneno hayo yalikuwa yanasema, in kunta tajri biamrika in kunta tajri biamrika fala sha'na laka, ikiwa wewe maji au wewe mto unayatiririsha haya maji kutoka yatokako, ambako asili yake ni katika ardhi ya Uganda, ambayo ardhi hiyo imekuja, ambayo chemchemi yake inatoka katika ziwa Victoria, ambao ni pembezoni mwa mto unapoanzia katika ardhi ya Uganda, ambao ziwa hilo limekuja mpaka katika ardhi yetu ya Tanzania katika mkoa wa Mwanza. Ndio maji yanatiririka kwenda katika ardhi ya Misri. Aambia, in kunta tajri bi amrika, ikiwa wewe mto Naili unatiririsha haya maji kwa amri yako, fala sha'na lak, basi sisi hatuyahitaji haya maji mpaka kiyama kitakaposimama. Wa in kunta yajri au wa in kunta yajri bismillahir rahmanir rahim fajri bismillahir rahmanir rahim, na ikiwa haya maji hayatoki kwa idhini yako wewe mto, yanatoka kwa yule ambaye unapotaka kufanya jambo lolote kwa muumini lazima aseme bismillahir rahmanir rahim, fajri bismillahir rahmanir rahim, basi na yatoke maji haya kwa baraka ya bismillahir rahmanir rahim. Ile barua ikadondoshwa sehemu ambapo watoto walikuwa wanatupwa. Baada ya kutupa akawaambia rudi nyumbani. Watu wengi wakaondoka, wanatarajia ni kipi kitakachotokea. Kama wewe ambao ukiipata barua hiyo kutoka kwetu inshallah, ikiingia ndani ya nyumba yako,
utakuwa unatarajia kwamba ni kitu gani kitakachotokea, lakini kwa idhini ya Allah mambo makubwa yatajiri inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, Umar ibn As akiwa yuko katika shughuli zake, watu wa Kairo katika ardhi ya Misri wakiwa wanaendelea na shughuli zao, ghafla vijana wakawa wanapita pembezoni mwa mto Naili muda wa jioni, wanapiga kelele, enyi mliojenga pembezoni mwa mto Naili. Mto Naili leo umejaa katika maisha yetu, hatujaona. Watu wanaweza wakapata madhara, hivyo ondokeni. Enyi mlioko mashambani, mlioko pembezoni mwa mto Naili, rejeeni majumbani. Mto Naili unafurika, maji yanakuja kwa wingi sana kwa ajili ya barua. Mto Naili ukajaa, na kuanzia siku hiyo watu wa Misri hawajahangaika maji kupungua, isipokuwa maji yanaongezeka. Watu wa Misri wanategemea maji ya mto Naili, wanatumia kwa kunywa na matumizi yao mengine mpaka kiyama kitakaposimama, kwa barua iliyoandikwa kutoka Madina kwa Umar al-Faruq, ikaja kwa Umar ibn As. Umar ibn As akausomea mto na kuitupa, hayo maji yatakauka mpaka kiyama. Swali likaja, imekuwaje barua na si binadamu? Watu wakakusanyika wakaenda kwa Umar ibn As, wakamwambia imekuwaje, kuna nini, mbona leo maajabu, tunaona mambo ambayo hatujapatapo kuyaona. Umar ibn As akawasomea hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe ndugu yangu msikilizaji, wewe ndugu yangu unaitazama klipu hii, yazingatie haya. Anasema Habibuna al-Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khafa Allah khafahu kulla shay'in, atakayemuhofu, atakayemuogopa Allah tabaraka wa taala, khafahu kulla shay'in, ataogopewa na kila kitu. Utaogopewa na kinachosema, utaogopewa na kisichosema. Na ukiwa na kawaida ya kuogopa watu na usimwogope Allah tabaraka wa taala, utaviogopa hata visivyofaa kuogopewa. Muogope Allah, kila kiumbe kinachosema na kichosema kitakuogopa. Klipu inayokuja, mada inayokuja ni barua ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Abu Dujana, ambayo ilipelekea mpaka mashaitani wakapiga kelele, mashaitani wakalia, mashaitani wakaungua, na barua ikaamuliwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itolewe ndani ya nyumba. Inshallah atakayepata barua hiyo na atakayesikiliza mada hiyo, inshallah itakuwa ni salama katika nyumba yake, itakuwa ni salama katika kiwiliwili chake. Wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.